Baada ya kuachana na mpenzi wake, akajikuta kwamba ana mawazo negative sana. Anawaza vibaya, anahofia umri wake, anahofia rafiki zake watamsemaje. Anaona kwamba umri umesogea sana na hajaolewa, hana mtoto. Alijikuta tu, anajichukia, haelewi, ana mawazo tofauti mabaya, anashindwa kuongea na watu wengine. Kwa hiyo hapa nikawa najaribu kumwelezea vitu randomly kuhusiana na issue za negativity na ubaya wake. Na hii ilikuwa ni mojawapo ya majibu yangu kwake. Kwa hiyo isikilize, lakini pia gusa alama ya like kama hujasubscribe. Alafu baadaye utashare hii video na uguse kengele ili nikiposti tena uweze kusikiliza mafunzo yangu na ushauri wangu mbalimbali ambao nimekuwa nikiwapa watu ili ujifunze zaidi na uweze kusolve pia changamoto unazozipitia. Na issue ya negativity, naona hapo ulikuwa ukijaribu kuongelea kwamba mtu anaweza akaja kwenye maisha yako alafu ukasita kwamba hutaki kuongelea negative. Nataka nikueleweshe pia hapo. Tunavyoongelea kuhusu negativity, haimaanishi kile unachokiongea kwamba sasa ndio kitakuwa hivyo. Negativity zaidi ni kwenye fikra zako. Maana fikra zako ziko wazi, yani ni uwanda mpana, una everything. Actually kila kitu ambacho tunakifanya huku duniani kinaanzia kwenye fikra. Whether ni kibaya au ni kizuri. Mtu akitaka kuiba atafikiria. Mtu akitaka kuleta mafanikio kwenye maisha yake atayajenga kwanza kwenye akili yake. Hata kama mtu kamhadithia kwamba kuna biashara hii ni nzuri, lakini lazima iingie kwenye fikra zake, ichakatwe hiyo kwamba do I have to do this? Je, kama nikiwekeza hela zangu zikipotea? Sasa hapo kuna mwingine ataamua ku take risk kwenye fikra zake kwamba okay, I do this. Mwingine atasema hapana, I want to risk my money kujiingiza kwenye biashara ambayo I'm not sure pesa ikipotea yote na nini hivyo. Kwa hiyo hata kama kitu unakisikia still utakichakata kwenye fikra zako. Kwa hiyo kwenye uchakataji kule ndipo unaweza ukachakata vitu in a negative way au ukachakata in a positive way. Lakini that apart from thinking, ukija kwenye reality ya maisha, kwa kama hivyo ambavyo uko unasema mtu anaweza ukapata mpenzi, mme, lakini baadaye akabadilika. That is reality. That is reality. Kwa sababu gani? Kwa sababu maisha yako na two sides, yana uzuri na ubaya, and lazima tuyaishi pande zote mbili. Kwa hiyo uzuri, kila kitu kina uzuri na ubaya, kwa sababu maisha yana uzuri na ubaya. Mpenzi ana uzuri na ubaya. Hata wewe kwa mpenzi wako kuna vitu vilikuwa vizuri, kuna vitu ulikuwa unafanya vibaya ambavyo kwake ulivipasive kama vibaya. That's why tunasema kwamba no one is perfect, even though tuko kwa ajili ya kujifunza na kuendelea kujikuku kwa wazuri zaidi kwenye maisha. Maana ili ufiti vizuri, ili combination ya kila kitu kwenye maisha yako iweze kubalance angalau vizuri, lazima ujifunze vitu, lazima uende vizuri, lazima ni hivyo. Kwa kuna vitu inabidi viache, kuna vitu labda ulikuwa mpole sana inabidi kidogo ujifunze kuwa mkali ili uweze kufiti kwenye jamii yako ulionayo. Kama ni jamii ya watu wasumbufu, labda ulikuwa mkali sana lakini uko kwenye jamii ya watu wanakuogopa, wanaona sasa wewe uko hivi, watu hawakupi information, inabidi sasa ujifunze kupunguza ukali ili uweze kufiti. Kwa hiyo kila kitu kwenye reality kwamba kila mtu ana kila kitu, ni namna tu ya kuvicontrol hivyo vitu. Sasa maisha yapo hivyo, na unaweza kupata mtu mzuri mkapendana kweli kweli, lakini baadaye mambo yakabadilika, kwa sababu that is part of life, uzuri na ubaya. So hiyo sio kwamba kusema kwamba kupata mtu baadaye akabadilika ni negativity. That's not negativity, that is reality. Inaweza ikatokea, it's probability 50-50. So ukishakuwa na mindset ya 50-50 kwamba things can happen, it doesn't mean kwamba akiwa mzuri sasa unakaa unaanza kuwaza siku akibadilika itakuwaje. You just live to the fullest kwenye raha zile, na ukaamini kabisa kwamba hizi raha will last forever. You have to
kuwa na hiyo mindset kwamba I'm enjoying this and this should last. Ila ikitokea zile raha zinakatika, zinaisha haraka kwenye mindset yako, unaona sasa hapa kwenye reality ipo, lakini how to deal with that reality ndio sasa inakuja mindset. Kwamba kama reality ni raha, mindset yako make sure kwamba una enjoy hiyo raha. Usiput negativity wakati upo kwenye raha. Let it be. Usiworry, enjoy, mpe mtu upendo wote, furahia, enjoy naye. Kwa sababu maisha yamekufikisha kwenye raha muda huo. And that's an experience, so you have to enjoy it. Ishi hizo raha. Ikifika muda kwamba mambo yamebadilika, go back to your mindset, control things. It will hurt, yes, kwa sababu uko na mazoea, itakuletea shida kidogo and everything, but you will pass through that, kwa sababu ndio jinsi life ilivyo, kwamba hata changamoto pia tumeumbiwa uwezo wa kuzishinda na kupita na kumove on from those na kuendelea na experiences zingine. Life is like a journey. Wanasema life is this massive journey ambayo you have to pass through mabonde, milima, nini hizo zote, and you can't stick yourself in one place kwamba no, I don't have to go there. Mpaka unakufa hujaishi vizuri. You expose yourself in whatever, kwenye raha, kwenye changamoto, take it kwamba it's an experience. Zikija raha, you enjoy. Kama sasa hivi uko kwenye stress, kwenye shida, yani changanua, be a philosopher in that sense, kwamba okay, it's like this and this, I have to control this, this shouldn't work this way, I don't want this, I don't like this, I'm this way, I should make sure that nakaa kwenye this side, mimi ni wa hivi, yani make sure changamoto hazikubadilishi utu wako, haziondoki na uzuri wako, haziondoki na fikra zako nzuri. Yani don't be drowned kwenye changamoto that much. Unajua kwamba yeah, this is tough time, I feel pain, yeah, I need somebody, I miss somebody, na nini. Yes, but this doesn't mean that I'm ugly. This doesn't mean kwamba mimi nimezeeka. This doesn't mean, it mean nothing. You know why it mean nothing? Ni kwa sababu kwa ukijikompea na wewe kwenye changamoto yako, it mean nothing, kwa sababu even watu wa miaka 22 they come to me kwamba wameachwa, kuja kuomba ushauri. So it's not about age. Even watu wa miaka 24, 23, 19 wanakuja kuomba ushauri, wanalalamika, wana maumivu makali, ameachwa, huyo mtu ndio alikuwa anajua ndio mtu wa maisha and everything. So it's just experiences. It's not it shouldn't define you. It's could define sasa wewe uone kwamba hili ni jambo la kufa na kupona. You're still young, by the way. You're still young. Hauna huo ukubwa kiasi hicho unachowaza, ambao au ukubwa kiasi ambacho umeaminishwa na jamii sasa kwamba it's the end. Ingekuwa jamii yetu imetutengenezea kwamba mtu anaanza kuwa mtu mzima pase labda kisha miaka 35, itungeamini hivyo, ungeona bado ni mdogo sana. Ni kwa sababu ilishaikuwa hivi na hivi, ndio maana we go with that flow. That flow, I mean, ndio maana nakwambia you should be big than your problems. You should look at them, unayapangua moja baada ya nyingine. Na ukiona kama akili inazidiwa kuwaza hivyo vitu, take a paper and a pen, write, napitia changamoto zipi, note them down. Haya, how can I solve them? Right. Andika tu pembeni, hii nitaisolve hivi, nitaisolve hii. Je, mimi kweli ni mbaya? Andika chini. Tafakari mambo ya nyuma, andika ubaya wako, andika uzuri wako. Je, watu wengine watendea vibaya? Andika. Then you come up, mwisho it's a little research of yours. Kwa hiyo mwisho utaona kabisa kwamba mbona kama mazuri yangu ni mengi, mbona kama nijitoa sana, au huwa najitoa, mbona kama na nini.
weakness zangu ni zipi. Watu wao wanasema mimi na changamoto zipi, andika. Lakini mimi najionaje, andika. Wengine wao wananisifia mimi kwa vitu vipi, andika. Waga napewa compliments kwenye nini, andika. You will end up knowing that you are a very good person. Kabisa. Na hata hizo weaknesses zako pia ukiamua kuendelea kuzidefine, utajua kabisa kwamba hizi weaknesses zinatokana na jinsi tu mimi karakta yangu ilivyo. Kwamba nimeumbwa ni mtu labda wa utaratibu na mtu mpole, au hata kama sio karakta zangu, maana karakta pia huwa zikabadilika kutokana na mazingira na maisha yanavyoenda. Jinsi ulivyokuwa zamani huwezi kuendelea kuwa hivyo hivyo sasa hivi. Kwa sababu unaendelea kuwa matured, kuna vitu ambavyo havina maana, vitu unaviacha, vingine unachagua what kinachokupa raha zaidi. So kuna vitu vitabadilika, weakness zako utaziangalia, utaangalia kwamba hii inabadilika, hii hapa ni ya kuachana nayo, hii you will know actually, kwa sababu fikra zako zina nguvu zaidi na zinaweza kukuongoza. Yani roho yako ndani yako itakuongoza jinsi ya kusolve hayo matatizo. Kila mtu anapitia matatizo, lakini we solve them. Yes, utakuongea na watu kama hivi, unapata sasa hapo unavyonisikia nikiongea kuna kitu na kidaka. Unaweza usipate yote, lakini kuna vitu ambavyo vinakugusa. Sasa vile vinavyokugusa, maana ni roho yako inakuongoza kwamba this one, so I have to change this, I have to do this na hivi na hivi. Unaenda kwa kwenye usahihi kwa ajili yako, sio usahihi kwa ajili ya watu, kwa ajili yako. Na vingine unavifanya, unavipunguza ili uweze kufit in kwenye jamii vizuri, na sio kwa ajili ya kufurahisha jamii, lakini ni kwa ajili ya kufanya wewe ujihisi kwamba ni part of that jamii, kwa sababu psychological binadamu ni kiumbe ambacho ni social. Yani you have to fit in kwenye hiyo jamii, na kama ukiona hii jamii mambo yake yananishinda, you find another society ambayo you fit in au zina relate na wewe ulivyo. Lakini if there is no way, kutokana na mazingira, maisha na nini, then kuna vitu inabidi uviache. Mfano, unaishi na watu ambao ni labda watu wanaongea maneno sana, wanakusema sana na nini, wewe ukijibishana nao sana, the more fire inaendelea. Kuna time unaweza kujaribu kujibishana nao, and that's an experience. So kwamba nasema usifanye hivi, no, you do that so that to know ni kwamba itakuwaje, kwa sababu maisha hayana masomo, ni mtihani tu. Maisha ni mtihani, yani you just do examination, then you see mwisho kama umepata au hujapata, you know. Kwa hiyo kwenye jamii watu mfano uko na marafiki wana maneno, na wewe sometimes unawapa maneno pia, unaongea unajibishana na nini, then mambo bado yanakuwa makubwa. Sasa mnaanza kupelekana polisi na vitu mfano vinatoa tu mfano hivyo na nini. Inabidi ujitafakari kwamba je, haya mambo yanavyoenda, japokuwa ndo na mimi nataka najikompea, nataka nishinde mapambano, lakini usumbufu unaopata, labda kero zinazotokea au whatever, kile kitu ambacho vinakuletea stress, labda unashindwa kufocus na vitu vyako vya msingi, na focus kwenye hayo mambo yako na rafiki zako mfano. Sasa inabidi fike time ukijitafakari, ukajiuliza, unabidi ubadilike sasa. Whether you like or you don't, you choose the right way, hata kama it doesn't fit you by that time. Kwa unachagua sasa, nikae kimya, niachane nao, niache kuhangaika nao, niache kujibishana nao. If you do that, they will do that too, na wao watanyamaza. Hata wakiendeleza chokochoko, lakini it won't last long, kwa sababu hawapati reaction. So if there's no reaction, kunakuwa hamna tena ile momentum. Yani kwa sababu kwenye kila, walisemaga yule anaitwa Isaac Newton, kwenye kila action there is equal and opposite reaction.
hiyo wanasema ni principles hizo za nini sijui. Kwa hiyo ukistop itaacha, ukireact itaendelea. It's okay to experience things, lakini sometimes you change so that to fit in the society, hata kama unapenda haupendi hivyo. Kwa hiyo yote nilikuwa napata maelezo kwamba kwa sababu umesema issue ya negativity, umejigundua kama na nini nimekuambia. Na kweli yani mtu anayewaza tu kwamba mimi sio mzuri, umri wangu, ndio sio wewe. Sio kwamba wewe unawaza vibaya, ni kutokana na jamii ambavyo imekujenga, watu wengi wanavyoongelea situation yako, mazingira ya rafiki zako na nini. Kwa it's yani unajikuta ku vulnerable kwenye kuwaza negativity, na situation ya jamaa ile kuondoka, na all of those things kwa pamoja zinakuwa kwenye hiyo hali ya kuwa vulnerable, kushambuliwa na mawazo negative. But kwa sababu kama vitu tumeongea, you should be more smart, you should be big than your problems, and start kuyapangua kwamba this no, cancelled, this no, I can't entertain you, this no, this hapana, but this maybe kidogo sio mbaya, nikiwa rude sio mbaya, ili kwa sababu watu wako wanaita mazoea. So sometimes to be rude, I can leave a little space kwa kuwa na my ego iwepo pale, kwamba siwezi kukaa humble sana kuentertain. Na kile mtu usoka humble kiasi kwamba people wanakuchezea wanavyotaka. So lakini rudeness pia umeumbwa nayo. Sometimes unasema kwa situation iliyopo sasa hivi, I should act this way, I should act I don't care, I should nikate kabisa communication, I should pretend as if any vyovyote vile, just to, lakini yote unafanya to protect your soul. Kwa sababu kama watu wanaweza kuwa rude na wewe ukaendelea kuwalilia and they don't care, why can't you do that? You sometimes be rude. Kwa hiyo unapangua kwamba hivi hapana, this I can retain this one, hii hapana, lakini in all means and in all ways. Usijichukulie poa, usijiwazie mabaya. And when it comes to you, kwenye mambo yanayokuhusu kujiongelea wewe, usijiongelee kwa ubaya. Always be the best friend of you.